machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea ile yote ya michezo ambayo hivi sasa endelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi, tupo makao makuu kwa mabingwa mara ya 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara, Young Africans. Nipo na Kizinga, shabiki na mwanachama kinakindaki wa Young Africans. Kizinga, hongereni kwanza kwa ubingwa. Asante, nashukuru, asante sana. Lakini pia hongera yetu wote wana Young Africans kwa kazi kubwa ambayo tumeifanya. Tumepambana sana. Tunawapongeza viongozi wetu, tunawapongeza wachezaji, technical bench kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Pongeza sana technical bench kwa kazi kubwa ambayo wameifanya kwa ajili ya kuwalea vyema vijana wetu, kuwapa mafunzo ya kutosha, na hakika tumekwenda kuwa mabingwa sasa mara ya 5. Huu ubingwa ni ubingwa ambao ulikuwa ni wa machozi, jasho na damu. Watu hawajalala kwa dua, swala na maombi kwa lengo la kuwaombea wachezaji wetu. Tumepata ubingwa huu, tunashukuru, tunasema asante Mungu. Ni ubingwa ambao umekuja kutuheshimisha na unakwenda kudhihirisha wazi kwamba Young Africans ndio baba wa mpira wetu katika nchi yetu. Tuanze na hili ambalo kwa hivi sasa linaendelea kutokana na kile ambacho kilichotokea katika mchezo wa siku ya jana. Mchezaji wenu Pacome Zouzoua kupata majeraha, na asubuhi ya leo tumeweza kuona taarifa kutoka JKT Tanzania kuomba radhi kutokana na kile ambacho kilichotokea. Wewe kama shabiki na mwanachama wa Young Africans, kutokana na tukio lile, una kipi cha kuzungumza? Hivi sasa tunasikia operation imeenda kwa 100% na atakaa nje kwa muda. Mimi nimeona taarifa. Kwanza nitumie nafasi kumpa pole mchezaji wetu Pacome Zouzoua, moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa mwiba sana kwenye nchi yetu, moja kati ya wachezaji ambao wamewatesa sana watu katika ndani ya dakika 90. Pacome Zouzoua, Mungu atakufanyia wepesi, utapona hapo ulipo. Tunaamini katika uwezo wako, tunaamini katika burudani ambayo umetupatia wana Yanga. Huu ubingwa mara ya 5 ni wewe pekee ndio umetupatia kutokana na jasho ambalo umelitoa. Mungu akufanyie wepesi uweze kurudi salama. Mimi naamini uko kwenye mikono salama. Thamani yako ni kubwa mbele ya viongozi wa Yanga, na hapa ndio utakapouona ubora wa viongozi wa mpira na viongozi wenye huruma na imani. Viongozi wa Yanga, kongole kwao kwa kuamua kubeba jukumu la Pacome Zouzoua. Ni mchezaji wetu, wameamua kulibeba. Pacome Zouzoua atatibiwa na atakuwa chini ya uangalizi wa klabu yetu. Kila kitu kitakwenda sawa, na huu ndio ubora wa viongozi. Huwezi kupata sehemu nyingine tofauti na Young Africans. Kuna timu wachezaji wameondoka hapa, mchezaji ana injury mpaka wengine wamefukuzwa. Kwa mfano ukimwangalia Lacred, alikuwa golikipa wa timu fulani hapa mjini, lakini aliondolewa kwa sababu ya injury. Thamani ya wachezaji iko wapi? Lakini ukiangalia kuna mchezaji kama nani mmoja hivi wa kutokea Chuga huko kasharudishwa na jitibia huko, anatumia mitishamba tu mpaka sasa hivi. Lakini ukiangalia kuna goalkeeper tena mwingine wamemwacha hapa katikati. Yani kuna timu hazioni thamani ya wachezaji. Lakini ni Young Africans, unaweza kumuona Atola Kwasi yao. Let's say kama Atola Kwasi angekuwa yuko Unyamani pale, mpaka sasa hivi kasharudi kwao kwa Ivory Coast. Lakini kwa sababu yuko kwenye timu ambayo inathamini mchango wa mchezaji na inajua kwamba amepata ajali akiwa kazini, inaweza kumtibia na kushughulika naye mpaka atakaporudi. Mimi naamini Pacome Zouzoua amepata ajali, atarudi akiwa salama na ataendelea kucheza Young Africans. Tunaye na tunatamba naye, Mungu amfanyie wepesi. Tuko na yeye katika dua na sala kuhakikisha anakuwa sawa. Lakini tutumie nafasi kumwomba Ali Shaban Kamwe, kama itampendeza, mashabiki wa Young Africans wanatamani na wao kutia mchango wao kwa Pacome. Tunajua uongozi ndio utagharamikia kila kitu, lakini kama itawapendeza, walau japo hata siku moja aseme sasa, jamani, tunapokea simu nyingi kwamba watu wanatamani kumchangia Pacome. Kwa kile ambacho wewe unatamani kumchangia Pacome, basi unaweza ukatia hapo. Unajua wana Yanga hawana jambo dogo. Wana Yanga hawana jambo dogo. Jana maneno yalikuwa ni mengi katika mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na Young Africans kuingia katika jumba lenu lile la Maja. Niwapongeze sana viongozi wetu wa Young Africans. Maamuzi mazuri sana. Young Africans imeanza kuwa juu ya mamlaka. Mpewa onyo na kufanya tena. Sio tumeanza kuwa. Sawa. Kwani Young Africans ilipewa onyo? Ile ilikuwa faini au ilikuwa onyo? Ilikuwa ni faini, sio onyo. Kwa maana ya nini? Ukitoa onyo, mtu akirudia, maana yake kuna hatua kubwa zaidi utazifanya, si ndio? Sasa wewe hujatoa onyo. Sasa ngoja twende kwenye mada. Niwapongeze sana viongozi wetu wa Young Africans kwa kuona kwamba kile kilichofanyika dhidi ya Simba kuna hatari kikafanyika hicho, na kwa uchunguzi zaidi wakaamua kukikataa chumba na kwenda kwenye jengo jeupe. Niwapongeze sana sana sana. Kwa nini nasema hivyo?
mamlaka za soka katika nchi yetu, hawa ndio wanaolea matatizo yote yanayokwenda kutokea kwenye mpira wetu. Tunaposema kwamba wapo kwa ajili ya maslahi ya fedha, tunaposema hivyo ni kweli. Saa hizi wamewekeza katika kuingiza fedha kwa kutumia matatizo mbalimbali yatakayokuwa yanatokea, lakini sio kutatua matatizo. Nataka nikwambie kitu kimoja. Mamlaka wakati Young Africans inakataa kuingia kwenye chumba cha kubadilishia mavazi dhidi ya Simba, mamlaka zilipaswa kufanya uchunguzi wa haraka zaidi ili kubaini nini kimefanya Young Africans asiingie humu, na wangebaini tu kwamba humu kuna upuliziaji wa madawa, wangejitokeza hadharani wakawaambia Watanzania Young Africans ameshindwa kuingia. Ni kweli tumebaini kuwa humu ndani kuna viashiria vya harufu kuwa mbaya, si umeelewa? Lakini tunafanya uchunguzi ni nani amefanya matukio haya. Lakini umefanya uchunguzi tena kwa mara nyingine, umebaini kwamba hivi vyumba havikuwa na kiashiria chochote. Kwa hiyo Young Africans ni hofu yake, tunampa onyo hata wakati mwingine asirudie. Sawa, lakini wewe hujafanya uchunguzi wako, hujafanya uchunguzi wa aina yoyote, na hujawatoa taarifa kwa Watanzania, watu wa soka, kuambia kwamba ni kwa nini na kilichotokea kilikuwa kitu gani. Hujafanya uchunguzi wote. Unategemea nini? Watu wamepiga hesabu, hawa JKT ndani yao kuna nani? Mimi nikuhakikishie JKT walikuwa kwa maelekezo zaidi. Yaani game ya jana kama sio kufanya kile kilichofanyika, JKT sisi alikuwa anatuvua ubingwa. Angalia hata namna ambavyo wachezaji wa JKT walivyokuwa wanapambana. Yaani mchezaji wa JKT anajitutumua kama kibabage. Yaani let's say kama vile utafikia na kuchukua ubingwa. Yaani wewe mchezaji wa JKT kama huyo Wahidi huyo. Yaani mimi nakwambia Wahidi huyo. Yaani mimi nakwambia Wahidi huyo. Wallahi nakwambia chochote kikukute. Huwezi kumvunja mchezaji wetu, sisi tunakuangalia. Chochote kikukute. Mungu atakupa laana nakwambia. Na wewe utapata matatizo tu hata mbele hata uzeeni. Umoke tapua. Kwa sababu kwa namna alivyoingia amekuja kwa maelekezo kabisa. Yaani unakuja kumvamia mchezaji wetu kwa namna ile. Ni wazi umekuja na maelekezo. Wewe unajitutumua kama kibabage, unakombe na unatafuta pale. Kwa nini usicheze kawaida tu kama wachezaji wengine na ukathamini afya ya mchezaji wenzako? Unajitutumua kweli kweli, unaruka nyingi yani. Mieleka. Haya, mchezaji huyo yuko kitandani. Na hao wachezaji hao waangalie vizuri. Sasa Captain Kizinga, msimu wa ligi kuu Tanzania bara ndio hivyo umetamatika na Young Africans mmechukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Maneno hapa katikati yalikuwa ni mengi kuhusiana na ubora wa Young Africans kuelekea sasa dirisha kubwa. Maboresho mengi yafanyike maeneo gani ili timu yenu ya Young Africans iweze kuwa imara na iweze kuwa bora pindi michuano itakaporejea? Kwanza tunaiangalia Young Africans. Kila msimu Young Africans ni bora. Ukienda kwenye namba unakuta kila msimu Young Africans inakuwa bora zaidi. Kwa hiyo mimi niwaombe viongozi wa Young Africans waendelee kuboresha zaidi ya hapa ambapo tumefanya, kwa sababu msimu uliomalizika Young Africans alikuwa bingwa na misimu mingine. Lakini utofauti ukiangalia kuna wakati unakuta tumepoteza mechi mbili, tumepoteza mechi moja, tumepoteza michezo kadhaa, lakini Young Africans ya msimu huu kama sijasahau imepoteza mchezo mmoja dhidi ya Dodoma Jiji, si ndio? Yes. Kwa hiyo lakini pia ndio timu ambayo imefunga magoli mengi zaidi na imeruhusu magoli machache. Kwa hiyo bado tuko bora. Kwa hiyo viongozi wanaweza wakafanya maboresho kwa lengo la kuiangalia michuano ya kimataifa. Kwangu mimi kwa ndani maboresho ya ndani sio makubwa sana, kwa sababu ndani hakuna mtu ambaye anatuweza. Tumeshindikana. Kwa ligi ya ndani tumeshindikana. Niwaombe tu viongozi waangalie tu katika michuano ya kimataifa kwamba tunalihitaji kombe sasa, kwa sababu ukiangalia FAR Rabat ni timu ambayo tulikuwa tunaamini na tuachia nafasi. Sisi tunakwenda katika hatua inayofuata ya robo finali. Lakini bahati kwa upande wao. Ukiangalia FAR Rabat namna ambavyo tulikuwa na bato nao wale, ukoona sisi tuko bora kuliko FAR Rabat. Lakini FAR Rabat ile ambayo sisi tulikuwa bora kuliko wao imekwenda mpaka finali. Kwa maana yake ni nini? Kwamba hata sisi tuna uwezo wa kufika finali. Ni kitu tu cha kufanya maboresho. Kwa hiyo naamini JSM Gharibu ameona, lakini pia Engineer Harris na viongozi wengine wameona kuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba tunaleta vyuma ambavyo vitatufanya sisi twende mbali zaidi. Naamini Yanga inayokuja itakuwa ni Yanga ya kimataifa zaidi, sio hapa ambapo tumeshachukua sana. Tumechukua sana hapa kati hapa. Shukrani sana. Asante sana. Naye